Mtu wa tatu, waman ardha khaliqahu qabla an yalqa, ni yule mwenye kumridhisha Mola wake kabla hajakutana na Mola wake. Mtu wa tatu katika wenye akili wanne, man ardha khaliqaha, ni mwenye kumridhisha muumba wake. Man khalaqana, nani alotuumba sisi? Huwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliyetuumba sisi. Sasa mtu wa tatu mwenye akili ni mwenye kumridhisha muumba wake kabla hajakutana na muumba wake siku ya Kiyama. Maneno ya Mwenyezi Mungu unayosema ni mafumbo kwako wewe. Mungu huyo ndo akakuumba wewe, akakupa pumzi, akakupa na kauli za kuzungumza hayo unayoyazungumza, halafu unataraji kesho ukakutana naye. Haya, unakutana naye kwa namna gani? Ukiwa na hali ipi? Kwa hiyo mwenye akili katika wanne, man ardha khaliqaha, ni mwenye kumridhisha muumba wake kabla ayalqahu, kabla hajakutana na huyo muumba wake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tujikite kumridhisha Mola wetu. Kaa chini, jiulize, unachokifanya ni kweli unamridhisha Mola wako ama unamkasirisha Mola wako? Kama unamridhisha, sema alhamdulillah. Kama unajua kabisa unamkasirisha Mola wako kwa hicho unachokifanya, uzima tu unakudanganya huo, lakini muda mfupi utamalizika, utakatika kama kamba iliyooza. Sasa mridhishe Mola wako kabla hujakutana naye. Lengo siku utakapokutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala, umwambia ya Rabbi, sijafanya mengi, lakini wallahi faaltu kadha wa kadha wa kadha, nimefanya hili na hili na hili na hili, na haya yote niliambiwa man ardha khaliqaha qabla an yalqahu. Niliambiwa kule duniani mwenye akili ni yule mwenye kukuridhisha wewe kabla sijakutana na wewe. Tayari nilifanya hili ili kukuridhisha wewe, kwa kutaraji leo hii nitakutana na wewe. Kwa hiyo leo nimekutana na wewe, ndio maana nikafanya yale ambayo ya kukuridhisha wewe. Utasalimika mbele yako wewe na Mola wako subhanahu wa ta'ala.